Sasa nitumie nafasi hii, nilisema tunaangalia nafasi ya viongozi wa chama katika kusimamia utekelezaji wa ilani. Nitumie nafasi hii kumpongeza sana mwenyekiti wa CCM wa mkoa na kamati yake ya siasa, mwenyekiti wa CCM wa wilaya Namtumbo na kamati yake ya siasa, na wabunge wenu kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kuleta maendeleo. Mbunge wenu amegusa hapa baadhi ya kero, amegusa baadhi ya kazi zilizofanywa, ameongea habari ya vituo vya afya, ameongea habari ya madarasa mapya, ameongea habari ya shule mpya, ameongea mambo ambayo mtu akisimuliwa leo anadhani yamefanyika kwa miaka 20, kumbe yamefanyika kwa miaka 4. Uongo kweli? Kabisa. Kwa haya ndio mambo ambayo yanafanya mwana CCM yoyote popote alipo aweze kujivunia chama hiki kwa kazi kubwa kinayofanya ya kutumikia nchi yetu. Lakini nasema wilaya ya Namtumbo kipekee katika uzalishaji wa mazao karibu yote ya msingi ni wa pili kimkoa katika mkoa wa Ruvuma. Na kwenye zao la tumbaku ni wa kwanza kimkoa. Mnatoa heshima kubwa kwa mkoa wenu kwa uchapakazi wenu. Endeleeni kuchapa kazi. Tunajivunia tukisema tunatoka mkoa wa Ruvuma afu tunaanza kutaja wilaya zetu kwa mbwembwe, Namtumbo, Songea, kwa sababu tunajua mnalinda heshima ya nchi yetu. Na kwa kiwango kikubwa mikoa inayofanya nchi tosheleze kwa chakula, mkoa wa Ruvuma umo katika big 5 za nchi yetu. Uongo kweli? Ndio. Mkoa wa Ruvuma umo. Endeleeni kuilinda heshima hii kwa sababu ndio heshima ya utu wa binadamu. Hata katika maisha yetu tukule nyumbani kwetu, mtu akija kukutembelea mara moja mara mbili kwa bwana, leo sijala, naomba tule hapo, haina shida, si ndio ujamaa au sio? Lakini ikiwa miezi 3 mfululizo kila siku anapiga hodi sijala, kila siku anapiga hodi sijala, mwisho watu wanaanza kuweka chakula kwenye ufungu. Uongo kweli? Kabla sijaja hapa nimetembelea mamlaka ya mbegu ASA. Wamenipa taarifa ya uzalishaji mbegu. Nataka nitumie nafasi hii kuipongeza sana Wizara ya Kilimo na mamlaka hii ya ASA kwa kazi kubwa inayofanya ya kuzalisha mbegu kwa ajili ya wakulima. Wamenipa taarifa ya kiwango ambavyo wanapunguza bei. Kwa mfano, wanasema katika masoko ya kawaida bei ya mbegu ya mahindi kwa sasa inafikia shilingi 7,000 kwa kilo, lakini wao wanauza shilingi 3,500 kwa kilo. Bei ya alizeti kwenye maduka ya kawaida inauzwa shilingi 20,000 kwa kilo, mbegu ya alizeti. Wao wanauza shilingi 6,000 kwa kilo. Nasema huu ni wakala wa serikali. Serikali ya CCM lazima iakisi sera za CCM ambayo nia yake kuu ni kupunguza ugumu wa maisha kwa Mtanzania wa kawaida. Ukipunguza bei ya mbegu, maana yake unampa nafasi mkulima kulima zaidi, lakini pia kupata mazao zaidi. Hapo kwa namna ya pekee unakuwa umejali wananchi wetu, unakuwa umetekeleza sera ya CCM ya kuwafikia wananchi wa kawaida. Nitoe wito kwa Wizara ya Kilimo na wakala huu wa mbegu kwanza kutekeleza ahadi yao ya kufungua maduka maeneo mbalimbali ya mbegu zao ikiwemo hapa Namtumbo mjini, lakini vile vile kuongeza uzalishaji wa hizo mbegu nchi nzima ili tusiwe na changamoto ya upatikanaji wa nini? Wa mbegu. Tulipoongea na mbunge wenu hapa, ameongelea habari ya kukosekana kwa soko na kukosekana kwa stendi. Kuielekeza serikali kwamba ifuatilie jambo hili, ione mchakato uanze wa kufuatilia kujua wananchi wa Namtumbo nao wana haki ama ya kuwa na soko ama ya kuwa na stendi. Ni vizuri eneo kubwa kama hili likawa na stendi ya kisasa ama soko la kisasa. Serikali itaangalia kipaumbele, lakini vitu hivi ni muhimu vifanyike. Na mimi nitakuwa nikiwaunga mkono wananchi wa Namtumbo kuhakikisha kwamba tunafuatilia mahitaji yenu haya yanafanyika. Lakini pia changamoto alizozisema za barabara nimezisikia, tutaendelea kuzifanyia msukumo wa kipekee kuona kwamba zinafanyiwa kazi.
La mwisho, tumeendelea kuwa na amani na utulivu na mshikamano kwenye nchi yetu. Amani, utulivu na mshikamano ambavyo vimeasisiwa na wazee wetu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere na wenzake. Naomba nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wa Namtumbo, wananchi wa Ruvuma na wananchi wa Tanzania, tuendelee kuvilinda vitu hivi. Tuendelee kuvitetea vitu hivi. Tuendelee kukumbushana umuhimu wa amani, upendo na mshikamano. Tuendelee kuwakumbusha Watanzania kwamba tunaunganishwa na Utanzania wetu. Na kama Watanzania lazima tushirikiane, lazima tupendane, lazima tufanye kazi pamoja. Kosa kubwa tunaloweza kulifanya ni kuendelea kutiliana mashaka, kuendelea kushutumiana, kuendelea kutoaminiana. Haya ni mambo yanayovunja umoja na mtangamano wa nchi yetu. Hebu tufanye kila njia kuungana, tufanye kila njia kushikamana, tuijenge nchi yetu tukijua kila Mtanzania mahala alipo ana wajibu wa kipekee kwa kizazi cha sasa na kijacho cha nchi yetu, kwa kuzingatia kwamba amani na utulivu ndio vitu vitatufanya tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuishi kama taifa huru na lenye mshikamano.